Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi kutokea Mwanza. Ni Dr. Mwaipopo na kuletea mada inayosema mume mwema lakini tendo la ndoa ni bovu. Mpendwa, nikipenda ni kufahamishe wazi kabisa kwamba kuna mikasa mingi inayotokea ndani ya ndoa ambayo hujaisikia, ambayo inasikitisha sana, ambayo kama ungeisikia yote ungechukua tahadhari kubwa sana. Nilikuwa nimepita kwenye duka fulani, nikamkuta mpendwa ambaye nilikuwa nasali naye kwenye kanisa fulani kule, ambao wanafahamu mji wa Mwanza, inaitwa City Center, kanisa ambalo linaongozwa na mchungaji Michael Kulola. Tulikuwa tunasali naye hapo. Huyu kaka dukani kwake kanisimamisha, kaniomba namba kwa sababu nilikuwa nimelihama hilo kanisa baada ya kuhama maeneo ambayo kanisa hilo lipo, ambayo yako maeneo ya Butimba. Mimi nimehamia sasa hivi, niko maeneo ya Buswelu. Kwa hiyo nikakutana naye, nilikuwa nimeenda kwenye duka lake la biashara, kaniomba namba. Akasema nitakupigia. Nipigia simu, anipigia simu. Mke wake alikuwa anatembea nje ya ndoa kwa muda mrefu kwa sababu yeye anakuwa yuko dukani. Mwanamke ambaye alikuwa anatembea na mwanaume mwingine. Sasa wameachana, wamepeana talaka. Wamepeana talaka na sasa hivi wanatakiwa wauze nyumba, wagawane pasu. Kwa hiyo anatafuta mtu wa kuinunua nyumba hiyo. Sasa mkasa kama huu kwa mtu ambaye ameokoka na mke wake alikuwa anajidai kwamba ameokoka, na mwanamke amesema kwamba sitaki kurudiana tena na huyu mwanaume, na ndio wameenda mahakamani na talaka tayari imeshatoka. Sasa kama mahali kama kitu kama hiki unakisikia, alafu kwa sababu unashindwa kufahamu mzizi wake uko wapi, inakuwa ni vigumu sana kuweza kuzuia hali hiyo. Kwa hiyo ndio maana Waswahili wakasema kwamba ziba ufa kabla hujajenga ukuta. Sasa inaumiza. Amezaa watoto wakubwa, watoto ni wakubwa kabisa, mtoto yuko high school, lakini wanakuja kuachana. Sasa watoto wanabakia na nani? Watoto wanaumia. Kwa nini mama na baba wameachana? Hali kama hii haipendezi. Sasa unapokuwa unaongea mambo kama haya hapa, unaona kwamba inakuwaje mpaka mwanamke anachepuka, mpaka anaona kwamba kuvunja ndoa ni halali. Wamepanga kuoana na mchepuko wake. Huyu mama amepanga kuoana na mchepuko wake. Sasa chanzo kilikuwa wapi? Kwa hiyo unasikia story kama hizo, unasema wanawake na wenyewe tamaa, wanawake wenyewe tamaa. Ni rahisi sana, wazungu wanaita blanket statement. Ni rahisi sana kusema wanawake ndivyo walivyo, wanaume ndivyo walivyo. Lakini hebu nikutumie story, angalia mchatisho huu. Sawa, huyu dada ameanza kuchata naye toka tarehe 6 mwezi wa 3. Sawa, picha yake iko pale. Sawa, sikiliza. Kwanza hapa ya kwanza hapa ni muamala. Ametuma shilingi 10,000 ili mtumie video. Sawa, hii hapa, hii ni receipt ya muamala. Sawa. Sasa ameniona kwenye mtandao, nimeweka maelekezo jinsi ya kuweza kulipia shilingi 10,000 ili uweze kupata hizo video. Kanitumia shilingi 10,000, akatuma na email yake. Sasa message yake kwanza, naomba unitumie video za kumfanya mwanaume awe mpole kama bata. Hiyo ndio message yake ya kwanza. Nikamjibu asante sana, nimepokea malipo na email yako pia nitakutumia na kujulisha muda sio mrefu. Sawa, asante sana. Samahani sijaanza kuzitumia zile video. Huwa nikifuatilia sana YouTube kwa zaidi ya miaka 5. Leo nimeamua nizitafute hizo video maana nina changamoto kwenye ndoa yangu. Ni mama wa watoto 2, nimeolewa, ndoa ina miaka 5. Asante sana, karibu sana. Nikamwambia changamoto gani? Akatuma message. Sawa. Mume wangu amekuwa hana muda na mimi. Muda mwingi yuko busy na kazi. Akitoka kazini anapitiliza kwenye miradi yetu kila siku, Jumatatu mpaka Jumapili. Kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 4 usiku ndio anarudi. Naomba niweke comment hapa. Sasa hivi mume wangu amekuwa hana muda na mimi. Sasa huyu anazungumzia mume. Inawezekana ni mwanaume hana muda na mke wake. Kama huyu mwanaume ambaye nimekusimulia, ni kwamba yeye akiingia kazini kurudi nyumbani ni saa 2. Outing hamna. Outing ni Jumapili kwenda kanisani, wanaenda pamoja kanisani peke yake ndio outing. Outing hamna. Sawa? Kuanzia Januari mpaka Disemba. Kwa hiyo huyu anasema kwamba mume wangu hana muda na mimi. Kwa hiyo nakupata hadhari, kwa hiyo unaangalia ambaye ni mwanaume. Inawezekana ni
unaweza kuwa ni mwanaume, huna muda na mke wako naye akaona hicho kipengele akaamua kuchepuka. Sawa? Sasa niendelee nikamwambia, je, hali hiyo ina muda gani? Nikamuuliza swali hili, je, hali hiyo ina muda gani? Yeye akasema hivi, yeye anajali familia vizuri tu. Unaona, vyakula, nguo, kila kitu kipo. Anasema yeye anajali familia vizuri tu, ila kuwa busy kumepitiliza ndio shida. Na kipindi cha nyuma nikiwa mjamzito niligundua alikuwa amerudisha mawasiliano na mwanamke wake wa zamani, yani mdada alikuwa na mahusiano naye kabla ya mimi hajanioa. Tumeoana kwa ndoa ya kimila kanisani bado, na nyumbani narudi kila siku. Hajawahi kuacha kurudi nyumbani, na si mtu wa kusafiri sana. Mara 4 au mara 6 kwa mwaka ndo anakuwa amesafiri, na anaenda kwa kikazi. Hata mara moja hamna kabisa, ila huyu mdada huwa anakuja Dodoma. Kwa hiyo message imetoka Dodoma. Ilikuwa sijapanga kutaja maeneo alipo, lakini sasa imejitokeza hapo kwa sababu ni hii hali ina mwaka sasa. Nikamuuliza hivi, sasa zifanyie kazi hizi video weekend hii na utafurahi, na Jumatatu nipe mrejesho na zawadi. Nimekutumia tayari ya video mpya ambayo sijaiweka kwenye email. Akasema asante sana, ubarikiwe, ukweli unatuelimisha sana, Mwenyezi Mungu akutunze. Hapo kuna picha ya video sawa ambayo nimemtumia, ilikuwa ni mpya hiyo. Akasema hivi, nilivyokuja kwa mtiririko, zilivyokuja kwa mtiririko hizo video 60 na namba 1 nikaigusa haifunguki. Kuna maneno yanakuja, nihakikishie nikisema nisome sentence nayo haiji ikawa vizuri. Nikamwambia screenshot unachokiona nitumie ili nikuelekeze. Akatuma maelekezo kila kitu na mambo yakakaa sawa. Sasa message aliyonitumia jana, ngoja kutumia niende mbele makani nipoteze muda kwenye message nyingine ambazo nyingine. Akasema hivi, Bwana Yesu asifiwe dokta, natumaini umzima wa afya. Samahani, unakumbuka ulinitumia video za kumfanya mwanaume awe mpole kama bata, na nikajaribu kuzifungua zikagoma. Nilituma hotspot zikakubali zote na nilizifanyia kazi. Nashukuru sana dokta, naona mabadiliko yapo na ni mazuri. Kwa muda mrefu, yani mwaka, tunashirikiana na mume wangu juu tu. Kila siku bize na kazi. Akitoka kazini anapitiliza kwenye miradi yetu, kurudi usiku kuanzia saa 3 labda saa 1 ndio siku ya Jumapili anarudi saa 1. Niliongea sana kuwa namkumbuka, natamani kukaa naye. Nikituma SMS hata akiwa kazini hajibu. Nikimpigia anapokea, ila naongea kana kwamba nampotezea muda. Nashukuru sana, kwa sasa amebadilika. Nikimpigia anaongea kwa ukaribu, nikimtumia SMS anajibu, anawahi kurudi. Siku zingine anashinda nyumbani, na siku hizi anahitaji tendo kila siku, tofauti na nyuma kabla sijapata video zako. Yaani hata kama amedindisha atageuka na kulala kifudifudi huko nyuma, na ukisema umwandae utamshikashika, ataitikia, lakini anaweza ajifanya anawahi kazini. Lakini sasa dokta, ikifika saa 1 mpaka amalize show ndo ataamka na kuanza kuoga ajiandae kwenda kazini. Message inasema read more hapo. Ngoja niangalie kwenye read more hapo inakuja nini. Ngoja subiri, nasema inakuja, dokta sasa hivi ananipenda kupita maelezo. Yaani sikutegemea kupendwa kiasi hiki. Yaani mpaka mimi mwenyewe nashangaa. Hii haijazidi miezi 2 toka umenipa video, lakini mambo yamekuwa fire. Dokta, Mungu akubariki sana. Na kama kuna video mpya naomba unijulishe ili niweze kutumia. Nikamwambia video zipo mpya 20, ikiwa tayari nitumie hela nikutumie. Akasema sawa. Sasa unaweza kuona ndio maana nikwambia hivi, sitoi hadithi za paka na panya. Huyu mwanaume ni mzuri, anajali familia, mwanamke anakiri kila kitu anajali, lakini anachelewa kurudi nyumbani. Sasa alipoona mwanamke anaboa, karudisha mapenzi, akakumbuka kwamba mpenzi wangu wa zamani alikuwa ananichezea korodani, ananilamba chuchu, ananinyonya makalio, ananifanyia hivi. Akakumbuka kwamba mpenzi wangu wa zamani ambaye niliachana naye, kuna vitu ambavyo anavyo mke wangu hana.
nimeboreka na mke wangu, kwa hiyo nirudi na mpenzi wa zamani. Kumbukumbu ya mpenzi wa zamani kuiondoa sio rahisi. Sasa nina message ndefu sana hapa uweze kuona halisi ya mwanaume mwema lakini kitandani mbovu. Sikiliza, dokta, niko ndani ya ndoa, huu ni mwaka wa 7. Na ndoa yetu hii ilianza tukiwa na hali mbaya katika eneo la tendo la ndoa. Sasa hivi imefikia kiasi ambacho tendo la ndoa liweza kufanyika mara moja kwa mwezi. Na hali hii ina mwaka wa 3. Wazo la kuachana naye, wazo la kuendelea na hali hii katika eneo hili la tendo la ndoa kwa maisha yangu yote inaniletea msongo wa mawazo na sina mtu wa kuzungumza naye hili jambo. Nimekuona YouTube dokta, ninaona nikuombe ushauri wako, maana najisikia mpweke japo nimo ndani ya ndoa. Mimi mwenyewe najijua kwamba kwenye tendo la ndoa ufundi nao wa kutosha, na ninapenda sana niwe naitawala show na tunapokuwa kitandani, na najitahidi sana kuonyesha bidii ya kuchezea mwili wa mume wangu ili apate raha ya kutosha. Tumeshawahi kufanya mapenzi huko nyuma ambapo hali ilikuwa ni nzuri sana, lakini kwa sehemu kubwa hapo ambapo nilifurahia tendo la ndoa na mume wangu, mimi ndiye ambaye niliweka effort kubwa sana, yani nguvu zaidi, yani alitumia mbinu nyingi zaidi. Nimejaribisha kumwelekeza mume wangu na kumfundisha kwamba kuna vitu ambavyo sivitaki na kuna vitu ambavyo navitaka, lakini hata kuchezea kisimi anashindwa. Kutumia vidole vyake anakuingizia tu mpaka anakuumiza. Dokta, najisikia vibaya. Dokta, ndoa yangu hii naona iko hatarini kabisa. Nampenda mume wangu, lakini ningependa na mimi niwe nafurahia tendo la ndoa. Niende kwa nani ili niweze kufurahia tendo hili isipokuwa yeye, mume wangu wa ndoa? Ameshawahi kunifikisha kileleni mara kadhaa. Ninaweza kusema katika mara 15 ameweza kunifikisha kileleni mara moja. Yaani kama kufanya mapenzi mara 15 anafikisha kileleni mara hii moja. Anajitahidi sana kuninyonya sehemu zangu za chini, lakini siku hizi haninyonyi kiufundi kama zamani. Na anapoanza kuninyonya kimakosa, network au hisia zangu zinakata, kwa maana hajui kuninyonya uchi wangu vizuri. Na maandalizi anayoyafanya kabla ya kuniingilia hayazidi dakika 5. Dokta, inaniumiza hii hali. Nimeshazungumzia hili jambo mara kadhaa, lakini hakuna mabadiliko yote ambayo nimeyaona kutoka kwake. Nimejaribisha kumuongoza, bwana, nifanyie hivi, fanya hivi, fanya hivi. Lakini pamoja na hayo yote dokta, kwa 95% ninaweza nikatabiri kwamba leo atanifanyia hili na hili na lili. Na kila mara anajua kabisa, yani ni mtu wa kutabirika, hana jipya. Anasema atajitahidi kuongeza ufundi, lakini sizioni hizo jitihada zake. Dokta, huko nyuma nilikuwa namdanganya kwamba nafika kileleni, lakini sasa hivi nimeamua kuacha kumdanganya, namwambia ukweli ili aumie. Nikamwambia hivi, tunahitaji kuona kwamba tendo hili la ndoa ni la muhimu kwenye ndoa yetu. Naona kama vile yeye hatoi kipaumbele katika furaha yangu katika tendo la ndoa, na hali hii inanifanya nijisikie mpweke sana. Yaani yeye akishafika kileleni tu basi ndio mwisho wa mchezo. Nimejaribu kumfundisha mambo ambayo anayajua, kwa sababu mimi nimekuwa na wanaume wengi kuliko yeye, lakini mara nyingi hafuatilii kabisa. Yaani hawezi kuweka akilini yale ambayo nimemwelekeza. Sasa dokta, huu ni mwaka wa 2 sasa. Nimeshakuwa na mazungumzo naye mara 2 makali, mazungumzo makali. Akasema amejisikia vibaya kwa jinsi ninavyoendelea kumkosoa katika eneo hili. Lakini sasa dokta, haya mazungumzo ya mara ya 2
yalikuwa na ukali zaidi sana kutoka kwangu. Sikutaka kuonyesha kwamba namuonea aibu au kwamba atajisikia vibaya. Nikamwambia kwa ukali kabisa kwamba bwana, sitaki hali hii iendelee. Dokta aliumia sana. Sasa hivi hataki kuanzisha tendo la ndoa, ananiangalia tu hivyo hivyo. Dokta, hii ndoa inaenda wapi? Naomba msaada wako. Sasa haya mambo yapo, unayasikia hapa, na naomba uambie marafiki zako. Vilio hivi viko vingi sana. Ni eneo ambalo likiharibika inasababisha mtu anakuwa na hasira, anakuwa na uchungu, na wengine wengi wanajitafutia amani kwenye uchepukaji, na uchepukaji sio solution. Sasa unaweza ukaongea na mtu kwa utaratibu kabisa, ukamwelewesha, afu yeye akawa mkali, hataki kuelekezwa. Sawa? Sasa hebu nikuchekeshe na jambo moja hapa tamu. Sawa? Huyu ni mwanamke ananiletea ushuhuda baada ya mume wake nimemtumia video. Anasema hivi, dokta, dokta, sikujua kwamba shingo yangu inaweza kuniletea utamu. Sikujua kwamba shingo yangu inaweza kuniletea utamu wa tendo la ndoa. Mume wangu alinianza kunibusu na kunyonya kwenye shingo chini ya masikio. Dokta, nilipata utamu, nikajikuta kama naelekea kufika kupizi. Dokta, mwanaume anapoanza kwa kubusubusu alafu akaanza kukula mbalamba, dokta, unakuwa kama mwenda wazimu jinsi utamu unavyoingia. Dokta, katika maisha yangu kabla ya mume wangu nilishawahi kukutana na mwanaume anayejua kuchezea shingo vizuri. Nimekutana na wanaume wawili, lakini dokta, ni kitu ambacho nakipenda sana. Sasa hivi mume wangu umemfundisha vitu ambavyo nilishakuwa navyo huko nyuma kwa wapenzi wa zamani. Ni kitu kizuri sana na kinapaswa kiendelezwe. Huyu ni mwanamke anatoa ushuhuda baada ya mume wake nimemtumia video. Sasa naomba nimalizie kwa kuongea vitu ambavyo vinatokea kwenye ndoa lakini hutavisikia. Sawa, sikiza huyu mwanamke anasema hivi, dokta, mimi mara nyingi nimekuwa mtu mpole sana, lakini kwenye tendo la ndoa sipendi kuonyesha upole. Huyu ni mwanaume anazungumza. Sawa? Sikiliza huyu mwanamke mwingine analeta kesi hapa. Anasema, dokta, mume wangu ananiboa kwenye tendo la ndoa. Tumekuwa ndani ya ndoa, huu ni mwaka wa 6. Nilijua kabisa kwamba kwenye tendo la ndoa yeye sio mtaalamu sana, lakini mimi ni mbunifu na nafurahia sana tendo la ndoa. Lakini dokta, mume wangu sasa hivi amekuwa mvivu sana kwenye tendo la ndoa. Yaani hata kuniandaa kwenye tendo la ndoa, kunibusu tu kabla ya kuanza tendo la ndoa anashindwa. Hivi najisikia vibaya, naona hivi kwamba sina mvuto kwake. Nimejaribisha kumwambia kwamba bwana, wewe unachezea na makalio yangu, unanyonya shingo yangu, na vile unanilamba sehemu zangu za siri. Lakini yeye dokta, hayo yote sasa hivi anayaonea uvivu kunifanyia. Tunachojua ni mkao mmoja tu, mimi nilale chini kifo cha mende, yeye aniingilie juu, aniingilie. Nimejaribisha kumwelezea kwamba bwana, hii inaboa, lakini dokta hanielewi, sijui nifanye nini. Sasa napenda kuzungumza hili. Mwanamke katika mwili wake ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake na madoido yake. Kama yule mwanamke wa kwanza anasema hivi, kwa 95% ninaweza nikatabiri atakachonifanyia leo ni hiki na hiki na hiki. Hakuna kipya, hakuna cha tofauti. Kwa hiyo mwanaume asiyejua maeneo 17 ya mwanamke, kwa hiyo atajua maeneo 4 kwa uhusiano wa miaka 6, huyu mwanamke atajua kabisa ataanzia wapi, ataishia wapi. Unaboa. Lakini ukiwa na mambo 17 unamchanganya akili huyu mwanamke, hajui leo utaanza na lipi. Hebu fikiria kwenye mtihani wenye maswali 17 wewe ukajibu 4, utafaulu wa mtihani. Sasa mke wako akichepuka, unafikiria anahitaji ruhusa kutoka kwako ili achepuke? Mwanamke hahitaji ruhusa yako kuchepuka. Akishaona unaboa, akakwambia mara 2 alafu ukajifanya kwamba unajua, unataka kufundishwa, atachepuka na hutajua kwamba anachepuka. Sasa nije kwenye kesi ya huyu mdada ambaye nimesoma meseji yake hapa.
anasema mume wake alikuwa yuko busy na kazi. Ni kwamba hivi, kama umeangalia video ile ambayo nimezungumza niliota ndoto. Sawa, kuna ile video ambayo nimezungumza ambayo niliota ndoto. Kwamba nimeota ndoto, nimepokea email kutoka kwa mwanamke. Huyu mwanamke ananiambia ndoa ya kwanza ilivunjika. Sawa, kwa sababu mwanaume alikuwa mchepukaji. Lakini hii ndoa ya pili nimeingia, na mwanaume anajua sana mapenzi ya kitandani. Anajua sana. Ananifanyia mambo mengi sana. Lakini mimi sijui ya kumfanyia huyu mwanaume. Ni video fupi ambayo nilikuwa nimeiweka hiyo ya ndoto. Ina dakika kama 12 hivi. Sasa hivi imeshafika dakika 20. Asema hivi, mwanaume ananifanyia mambo mengi lakini mimi sijui ya kumfanyia. Sasa Biblia inasema hivi, ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo huyu mwanamke baada ya kumfanyia mwanaume mambo mengi ambayo hajawahi kumfanyia, mwanaume akaona kule dada wa zamani namfuata kwenye mchepuko na atafuta nini? Kwa hiyo sasa hivi anawahi kurudi. Sawa, alikuwa ameshaanza tabia ya kuchelewa kurudi, maana alikuwa anapitia kwa mchepuko. Lakini sasa hivi ameanza kuwahi kurudi. Kwa nini ameanza kuwahi kurudi? Maana anajua kinachokitafuta kule kiko ndani. Unaona? Kinachokitafuta kule kwa mchepuko kiko hapa hapa nyumbani. Kwa nini hangaika kule nyingine na gharama? Unaona? Alikuwa anamdanganya mume wake anachelewa, kwamba anachelewa yuko kazini. Kumbe yuko kazini amepitia kwa mchepuko. Sasa ninachozungumza ni hivi. Mwanamke akionyesha bidii, ufundi mwingi, mwanaume naye anapata deni kwamba naye ajibidishe. Kwa hiyo usio tu mtu wa kupokewa kufanyiwa mambo mengi, mfanyie mwenzio ili naye mwenzio ajisikie vibaya, kwa nini mimi simfanyie mwenzangu? Unaweza kuona. Kwa hiyo ile video ambayo nimeweka kwenye ndoto ni kwamba huyu mwanamke anafanyiwa mambo mengi na mwanaume, alafu roho yake inamsuta. Hivi kwa nini anafanyiwa mengi, mimi simfanyie mwenzangu? Hakuambiwa na yule mwanaume kwenye ile ndoto kwamba bwana, mbona unifanyie mambo mengi? Sasa wewe unaisubiri kuambiwa kwamba mbona unifanyie mambo mengi, ndio utalizwa na mchepuko. Utalizwa na mchepuko. Mwanamke lazima ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa unajua manne tu. Unajua kunyonya na kupanua miguu. Sana sana kunyonya chuchu za mwanaume. Kujui kwenye kitovu cha mwanaume unafanya nini, kwenye korodani unafanya nini, kwenye kwapo unafanya nini, kwenye makalio unafanya nini, kwenye muunganiko wa kiuno na makalio kuna sehemu ile ambayo ni sensitive. Unafanya nini? Ujui. Unaenda tu kichwa tu. Alafu mwanaume akichepuka unalia tu na wasumbua wachungaji bure. Na wachungaji wanasumbuliwa sana. Kwa sababu wachungaji na yeye hawajui hata mzizi wa tatizo ni nini. Hawajui. Wanajua tu mwanaume anachepuka. Wanajua ni mwanaume anachepuka. Wanataka kumshauri au unajua hii ni dhambi. Na unajua wachungaji nasikitisha sana. Wachungaji wamekuwa maarufu sana kukemea dhambi ya uzinzi. Wamekuwa maarufu sana. Lakini hawajui mzizi unaopelekea mwanaume achepuke ni nini. Hawajui. Nimeongea na kaka moja mwezi uliopita. Akasema, "Daktari, sisi ni wachungaji." Sasa hivi, "Sisi ni wachungaji daktari. Haya mambo sisi wenyewe hatuyajui." Ni kweli unavyozungumza, sisi wenyewe hatuyajui haya mambo. Naomba hizo video nitumie. Unaona? Sasa naomba na mimi uzitumie hizo video. Sasa sisi ni wachungaji. Mimi na mchungaji wangu, kwa wachungaji wawili. Sasa tunakuangalia. Unaona? Sasa sisi ni wachungaji. Watu tunakuangalia. Sasa tumekuwa convinced kwamba unayozungumza ni kweli kwa sababu umeanza kutumia Biblia. Umeanza kutumia Biblia kwenye kipindi chako. Kwa hiyo tumeanza kupata ushabiki na channel nyingine ya mahubiri ya kawaida. Sawa, na channel nyingine ya mahubiri ya kawaida inaitwa Tafakari Ukweli. Hiyo ni mahubiri peke yake. Masuala mapenzi hamna. Tafakari Ukweli. Tembelea hiyo channel utakutana na naweka mahubiri hapo. Yana mahubiri peke yake ya neno la Mungu. Habari njema za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanapaswa yafanyiwe kazi kwa sababu Mungu amesema hivi, pasipo maarifa watu wataangamia. Na si hilo peke yake. Kwenye Isaya 27 mstari wa 11 Mungu anasema kwamba watu wasiokuwa na maarifa na ufahamu hata waonea huruma. Amesema hata waonea huruma. Kwa sababu amezungumza kwamba kwa sababu umeyakataa maarifa na mimi nimekukataa. Amezungumza kwenye Hosea 4 mstari wa 6. Amezungumza Mungu. Kwa sababu umekataa maarifa na mimi nimekukataa, kwa hiyo utafunga sana, utaomba sana mume wako aache mchepuko. Hata acha. Ndio hii ndoa ambayo nimekwambia imevunjwa mahakamani na sasa hivi nyumba inataka iuzwe, agawane nyumba na mke wake. Sasa hili sikukute kuna video zaidi ya 50. Video zaidi ya 50. Maelekezo nakuwekea hapo chini. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili, subscribe ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Share na marafiki zako vile vile itakusaidia. Bye bye.